Kwa kweli mimi namshukuru Mungu kwa sababu ya hata maisha yangu pia. Leo labda ningetaka niseme maneno fulani katika Biblia, lakini yale nitakayoyasema hapa yatakujenga kwa sababu ni Mungu ambaye aliyafanya katika maisha yangu kupitia Biblia na kupitia kwa watumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Nilizaliwa katika maeneo ya maskini sana. Wazazi wangu walinizaa, sielewi kule miaka ya nyuma kule, lakini nilizaliwa kule kijijini. Nikaanza kukua pale, wakati nakuwa nachunga ng'ombe, nachunga mbuzi, nalima, lakini huku natembea peku, sina hata viatu. Nikawa nasema maisha gani haya? Niko peke yangu kijana, Katika wazazi tulizaliwa 4, sasa mimi ni wa mwisho, ni kijana. Naona watu wengine wanakaa kwenye nyumba za bati, lakini mimi natoka kuchunga huko, nanyeshewa mvua. Nimebeba kakondoka, amezaliwa huko kambuzi, sina viatu. Unaenda nyumbani, unataka kulala, mvua inanyesha na kunyeshea mpaka pale pale. Unalala kwenye kitanda ambacho unajua yale maisha ya zamani, si ndio? Kabisa, mtu ambaye amezaliwa kijijini. Lakini wakati ule kaanza kusema, haya maisha yangu yatakuwa namna gani? Wakati naangaika katika hilo na alafu kijiji chetu sasa kilikuwa kimezungukwa na milima. Lakini roho kana niambia, hapo unapoona mimi nilikuwa naona labda ni mwisho wa dunia. Kwamba kwa sababu bado ni mdogo, nikiona milima, naona ni mwisho wa dunia hapo, basi mwisho. Lakini sauti kawa inaniambia, kuna siku pale unapoona mwisho wa dunia, utakapovuka kule, wewe utakuwa na mafanikio sana. Amina. Haleluya. Amen. Nikawa natamani sana kwamba ule mwisho wa dunia ni nani atakayekuja kunisaidia katika maisha yangu. Bahati nzuri kaka yangu wa baba mkubwa akaja siku moja, anaona nachunga pale na nimechoka. Ningetoka kusoma, bado niko mdogo. Natembea na viatu, sina hata viatu. Nikaenda kusoma kule mkoa wa Mara. Mungu alisaidia kusoma, lakini baadaye nikatoka kule kwa kufupisha tu. Nikaenda kukutana na wamishonari fulani. Walinilea pale, lakini kwa sababu fahamu zangu zilikuwa zimefungwa, hata sikuweza kuona kile ambacho kilikuwa ndani yao. Niliona wana maisha mazuri, lakini bado naendelea. Natamani kuona vitu vizuri ndani ya maisha yangu. Watumishi wa Mungu wanamtumikia, kila hawana viatu. Shetani ananiambia, na wewe utaenda kule kule. Naambia wamishonari, hebu nifundisheni, nataka niwe na maisha ya tofauti. Wanafundisha, lakini naona maisha yangu bado yako vile vile. Sielewi ni kwa makusudi gani nilipokanyaga hapa Arusha. Nilikuwa nasoma nchi fulani, lakini nikaja hapa Arusha baada ya kumaliza masomo yangu. Moyo wangu kwa kweli nilikata tamaa kumtumikia Mungu. Nilikuwa napenda nafanya kazi wa mishonari makusudi ambao amenilea sana. Lakini kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu, hata hayo pia nilipoteza, hata contact zao ziliacha, yani alichukua kila kitu. Maisha yangu yakawa yani si kitu chochote katika maisha yangu. Nikawa hapa Arusha sina mtazamo wote wa kufanya jambo lolote katika maisha yangu. Kwa hiyo katika hali hiyo nikawa natafuta dili za kunitoa katika haya maisha mabaya. Naishi Arusha, ndugu zangu wakifika hawezi kufikia kwangu. Hayo ni maisha jamani. Yaani ndugu zangu ambao wamezaliwa pamoja, wakija Arusha, au hata wale ndugu wengine labda watoto wao wanasoma shule sehemu zingine sekondari wapi, hawaoni kwamba wakija kwangu watapata msaada. Hayo ni maisha jamani. Yaani wanaenda kwa mtu mwingine baki, sio kwa sababu wananichukia, kwa sababu wanajua wakija watasababisha mzigo mwingine wa hatari. Mungu atusaidie sana. Amen. Unanielewa haya jamani? Amen. Unanielewa anayesema? Amen. Kwa hiyo maisha yakaendelea jinsi ile. Viatu kama sio viatu, umevaa sio viatu. Ukivua hali ya hewa inabadilika kila mara. Sio? Vimepinda, vimeharibika. Nikasema Mungu, ni nani ambaye atakuja unisaidie nitoke katika, nikipata mafundisho yaliyo ya kweli. Mungu nitakutumikia. Na katika hali hii sipendi umaskini. Nikawa nafanya deal kule Nairobi, sehemu zingine wapi. Na katika hali hiyo nikawa natafuta kukimbia nchi hii. Na kweli nilifanikiwa, nikapata passport. Nataka kwenda Marekani na nchi zingine. Wakati ule sina chochote. Nimesoma, nina ufahamu mzuri tu kuendesha biashara, nimesomea mambo ya biashara. Lakini hapa mjini hata hela ya chakula sina. Kwa kweli kwa kufupisha, ninashangaa jinsi Mungu ambavyo aliweza kuniconnect pamoja na Bishop Apostle Ngoingoi pamoja na mama. Amen. Ni miaka mingi sasa, karibu siku 15 imepita. Nikiwa katika kuhangaika, nilikuwa nimeenda mahali na kuja sasa, nimekuja Arusha na tafuta namna ya kuondoka kwenda Marekani. Nikaona tangazo kwamba mtumishi wa Mungu tutakuwa na seminar. Kwa hiyo nikaona yaani mtumishi
itafanyika. Watu na hasa nia yangu kwamba Mungu atasema nini kuhusu mimi peke yangu. Watu wanaingia pale walipoanza ibada, nina hamu sana kusikiliza, na nimeenda kwa malengo kwamba Mungu ukisema na mimi kwa kweli ndio siku yangu ya leo, ndio siku yangu ya leo. Maneno ya Mungu yakaanza siku ile jioni. Ilikuwa kama saa 11. Watumishi wa Mungu walipoanza kusema neno la Mungu. Nimehudhuria semina nyingi za kimataifa. Nimekaa na wamishonari wamenifundisha maneno mengi. Lakini kwa mara ya kwanza ni kweli nilitambua kwamba watumishi wa Mungu wametumwa na Mungu. Amen. Haleluya. Maneno yalikuwa yanafundishwa kwamba tumekuja kuganga mioyo ilikuwa ambayo mioyo iliyovunjika, majeraha ambayo hayana dawa. No? Nilisikiliza yale maneno, nikaanza kuona nguvu ya Mungu inaanza kuingia ndani ya maisha yangu. Amen. Nikaanza kuona vitu vinaingia, nikaanza kusema, "Mbona maneno haya sijawahi kusikia mahali popote?" Maneno haya ningefundishwa katika tangu nikiwa miaka mingi. Haya ndio nilikuwa nayataka, haya kubadilisha maisha yangu. Amen. Kwa kweli nikampenda mtumishi wa Mungu kipindi kile, nikasema huyu kweli mtumishi wa Mungu. Hapo nikasema hakuletwa Arusha kwa ajili ya wengine, nikaona kwamba ameletwa kwa ajili yangu binafsi. Niliandika kila neno ninalotamka. Yaani kila neno ninalotamka nilikuwa naandika, unadhania video ina record. Kwa hiyo nikajaza notes, siku ile nilikuwa nimekuja na notes, unapenda kutembea na notebook. Nikajaza yote. Na siku ile nguvu ya Mungu ikatembea sana. Watu wanaombewa. Nikatamani sasa hata afike kwangu wapi aje. Lakini akafika kwangu hata kuweza kuweka mkono. Akapita wengine napeleka wapi sasa. Namna gani sasa? Baka naamini kuweka mkono. Labda maruelue yote yaliyoko ndani yangu yanafanya nini? Yanatoka ya shida, kutamani mafedha mengi, madini, maisha ya dilidili. Sasa natamani napeleka kichwa changu pale. Naona na ugusu wengine watu wanaanguka, kuna wanapokea baraka, maneno ya unabii yanatoka kwa nguvu sana. Najiweka sawa na mimi, Roho Mtakatifu hebu mwambie aseme basi na hili hapa. Kuna nini ndani ya maisha yangu? Naona nguvu ya Mungu. Nikasema pamoja na hayo, hata kama hajanigusa mimi, lakini maneno yaliyoingia tayari yamethibitisha huyu ni mtumishi wa nani? Na ametumwa na Mungu. Haleluya. Nikalikubali neno. Na ndio ilikuwa siku ya mwisho. Nikaulizia, nikachukua namba ya simu. Kwa nakaa kule. Kwa mara ya kwanza, kwa kufikisha tu, niligundua kweli Mungu ameweka kitu cha pekee ndani ya mtumishi wa Mungu. Amen. Kwa yale tuliyoongea, aliyonishauri. Amen. Nikamwambia tena, nilienda na passport yangu. Mwambie mtumishi wa Mungu hapa, mimi naondoka. Kwa maneno yako niliyasikiliza cha. Hivi kweli mimi tunaweza kupanga? Ona, hii ni passport yangu, nimebadilisha jina. Ananiambia subiri, Mungu anaweza kutenda jambo katika maisha yako. Amen. Nasema inawezekana. Akasema subiri, Mungu atafanya. Achana na mipango. Tena yeye mwenyewe akusema labda sijui acha kwenda, nasema msubiri Mungu, mtii Mungu. Mungu atakusaidia. Hakuniambia tena passport yako ufanya nini au acha usiende Marekani. Yaani yale maneno yalikuwa na nguvu mpaka mimi nikaanza kuona kumbe hata na kitu kibaya. Kuanzia hapo mtazamo wangu ukabadilika. Amen. Nikamchukulia kwamba ni mtu wa maana sana katika maisha yangu. Amen. Nikasema nitamtii. Amen. Ulikuwa na upendo wa pekee sana. Amen. Nikasema huyu ningekuwa tajiri mimi. Yaani kwanza sijui ningefanyia nini. Sasa nataka kusupport lakini mimi mwenyewe sina chochote. Kule nako toka kule maana tukawa tunafanya ibada kule. Akanielekeza tutakuwa karibuni kwenye ibada kule. Nikitaka kwenda kwenye ibada inabidi kwanza nitembee sehemu fulani ili kupunguza nauli. Nauli ikipungua alafu ndio unapanda basi nauli. Unaona haya maisha jamaa. Yaani unapunguza kwanza kama kutoka kule Sekei mpaka ufike kule Majengo, si ndio? Kwa hiyo kama natoka kule inabidi kwanza nipige mwendo labda mpaka Mianzini vile au nitembee mpaka kule Metropole ili upande gari nyingine kupunguza nini? Unaenda unapokea neno la Mungu mpaka unaiona mbingu iko ndani ya moyo wako. Amen. Unaona baraka, lakini unaporudi kwenye uchumi, nitarudije sasa? Baraka ni neno la Mungu linakuinua na nini? Unaona kila kitu kweli, lakini sasa maisha yanabaki pale. Wakati mwingine umeenda nauli yote umetumia, huna hata nauli. Au unamhurumia mwingine anasema sina kaa sehemu gani, ulikuwa na kamia moja, unampa, itabidi sasa wewe ubaki, sasa ufanye nini? Lakini nashukuru Mungu. Haleluya. Amen. Yale maelekezo nilitumia nafasi
ya kuweza kutii watumishi wa Mungu. Amina. Muda wote aliponiambia njoo nakimbia haraka sana na notebook. Nilikuwa popote pale anapokaa, hata kama tuko kwenye kifodi au nini matatu nani haisi, akianza kuongea mimi nina kalamu yangu na karatasi nafanya nini, naandika. Tunakunywa chai kila anacho na sio tu, wakati mwingine ananikaribia ananikemea. Haleluya. Amen. Lakini nachukua yale kwa sababu najua mambo mengine ni ya kukemewa. Si ndio? Amen. Mambo mengine unafanya nini? Na usifanye hivi. Lakini kesho yake pia na wai, kwa sababu najua sio kwa sababu alinikemea niache. Najua hapo nimefundishwa, huyu ni baba yangu. Amen. Haleluya. Amen. Alinijengea ule uaminifu na uadilifu. Amen. Ananiambia ukitaka kufanikiwa kijana wangu uwe mwaminifu. Amen. Weka nidhamu. Mambo mengine Mungu anafanya, utafika wakati Mungu anaangalia watu wake kuwabariki. Haleluya. Amen. Wamenisaidia kwa maisha yangu. Nilikuwa sina wazo hivi. Nimekaa karibu miaka 2-3 na nimeacha kwenda Marekani, lakini niko nyuma yake. Niko nyuma yake na natamani, naona kitu kilichoko ndani yake ni kitu cha pekee sana. Na nilikuwa natamani mpaka nasema ingefanyika, yani naingia hata siku moja natumbukia ndani alafu natoka. Nachukua kilichoko ndani, dunia itajua. Lakini kweli nilikuwa na tamaa nzuri ya kutaka kuona Mungu anatenda mambo katika maisha yangu. Amen. Niliwatii. Baba, nakushukuru sana. Maisha yangu yanaonekana sasa hayajatokana na watu sijui kutoka wapi. Maisha yangu yote ya huduma, maisha yangu yote, kwa sababu nilikuja hapa sina chochote, nilipoteza contact za wazungu ambao wamenilea mimi, zote zilisha. Lakini zilipatikana baada ya kutii na kusikiliza watumishi wa Mungu. Ni wale watu ambao tulikuwa nao zamani ambao hata walikuwa wakija Arusha hawanitafuti. Lakini sina connection hata sasa hivi, hata address sina. Ananiambia Mungu atawarudisha. Amen. Viatu vimepinda, chakula hakuna, unakunywa maji, ukiona vimeshikaki vinanukia kwa huko wapi? Unajua ukiwa wewe kila kitu unataka kula, si ndio? Lakini kama unaanza mfukoni, wakati wote, si ndio? Amen. Kwa hiyo yale yalinisukuma sana kukataa maskini. Asema mbona mimi nimesoma? Akaniambia jenga nidhamu. Alafu katika kuongea, unajua huo tunapokaa wakati mwingine tunakunywa chai, ananipa wazo la kufanya kitu. Amen. Bwana asifiwe. Nami naliandika. Amina. Ananipa wazo la kufanya kitu, anasema kama Mungu amekubariki una akili nzuri, anzisha hata kampuni yako. Amen. Kasema inawezekana baba, inawezekana. Asema anzisha. Unajua kampuni za utalii. Lakini tunapotii watumishi wa Mungu, niliandikisha kampuni, sina gari. Ni ile tu hela ya kwenda kuandika memorandum of business. Nikaenda Dar es Salaam. Kampuni ilirejistiwa kwa siku hiyo hiyo na nikapata kibali. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku hiyo hiyo. Sasa nimepata. Lakini haya magari yatatoa wapi? Nikamwambia mtumishi wa Mungu, asema Mungu anaweza, anza, Mungu atafanya njia. Haleluya. Amen. Na kweli nikaanza kumwambia akaja nikamletea makaratasi, akaja akaombea. Akaomba akasema Mungu narudisha connection zote mahali popote. Huyu mtumishi wako popote pale walipo watu wote wazuri wapata kumwangalia na kujua kwamba huyu ni mtumishi wako na wafanye chochote kwa ajili ya biashara zake. Haleluya. Amen. Jamani watumishi wa Mungu, haleluya. Wakati anaomba vile na anaomba kwa uchungu na nasikia. Wakati ule bado hatuna simu sana za sielewi connection hiyo kwa sababu watu wote wale ambao walikuwa tunafahamiana nao wazungu ambao walikuwa wanajua mimi nimesoma haya na haya. Nilikuwa hata siwezi kuwasiliana na wakija Arusha hawezi kunitafuta. Lakini mmoja connection ikapita kutokea Tabora kwa ndugu zangu. Wakamwambia, wakauliza fulani yuko wapi? Wakamwambia yuko Arusha. Anafanya nini? Yuko kwenye mambo ya utalii sio nini? Wakanipigia simu wakasema walikuwa wanakuulizia watu fulani wale rafiki zetu wale madaktari wale maprofesa. Tukawaambia kwa hiyo watafute, chukua email, nikawaandikia. Nikamwambia, nikarudi tena nikamwambia baba, kuna watu wanatafuta hao. Hebu naomba, akasema andika, waandikie, ngoja akaniombea nikiwa kwenye internet. Haleluya. Amen. Nikawaandikia. Ikapita muda mrefu hawakuweza kujibu, karibu miaka 2.
Tukaendelea vile, nikaendelea kutii, na tuko pamoja na apostol, na msikiliza kwa makini, ninaandika, ananielekeza na kuwa mwangalifu sana. Ghafla bila kujua, nikaona email imetoka kwamba tuna group ya wanafunzi, profesa mmoja ananiandikia. Naamini wewe utaweza kucoordinate mambo yote haya. Watakuja maprofesa, watakuja wanafunzi zaidi ya 30. Amen. Na watakaa kwa muda mwezi mmoja. Amen. Na watatembea sehemu mbalimbali, mtu apeleka Masaini, mpaka Tabora, maeneo mbalimbali, wengine watakaa hapa Selian. Kwa hiyo mambo yote kucoordinate. Amen. Nikarudi nikachukua ile email nikampelekea mtumishi wa Mungu, nikamwambia, asema unaona Mungu, tukaomba Mungu akaniombea, akasema unaweza kijana wangu, fanya mambo haya kwa uaminifu wote. Nikarudisha, nikamwambia mna shida, mambo yote coordinate na nini na nini, lakini sina account hata sina. Wakasema tume gharama, nikawapa gharama. Wakasema tuko tayari, unafanya kampuni gani? Nikamwambia iko kampuni, lakini hapa nafanya mimi. Tukasema sisi ni serikali. Sasa serikali ya Sweden haiwezi kulipa fedha kupitia jina la binafsi, lakini kwa sababu sisi tunakujua kijana wetu, akanipa. Akasema lakini ngoja tu au tupe account ambayo mtu anamwamini. Biashara kubwa, una account, alafu fedha nyingi zinakuja, maelfu ya dola unapeleka kwa mtu mwingine. Nikatoa account ya mtu mwingine. Wakajibu wakasema sawa, tutatuma hizi hela. Sasa je, zikija nitajuaje? Nikabaki tena kwanza kumuombea sasa yule ambaye nimempa account. Mungu asibadilike katika, yani mambo yote, maombi yote bora ya juu. Haleluya. Hao mwaminifu kwa sababu ni fedha nyingi, lakini kwa sababu yeye ni tajiri, yeye anaziona hata sio fedha labda, lakini mimi naona ni fedha nyingi. Labda dola 20,000 au ngapi huko, si hela mengi yale. Lakini ghafla kweli Mungu akaleta zile fedha. Bahati nzuri nikawa hapa Arusha. Akanipigia simu, ni mtu maarufu sana hapa mjini. Ambia kijana uko wapi? Naambia nipo. Asema ni kama naona kuna kitu fulani, hebu twende Moshi kwanza. Nilienda kuchukua hela. Amen. Nilikosa njia, direction nilipita wapi? Kila nikipita unaona kama anaenda kupeleka wapi kijana? Naambia nilikuwa nakaa nyumba kabisa nakaa, lakini sikulala siku hiyo. Ikabidi nikaenda nyumba fulani, katafuta kama lodge vile, nikaona hapa, nikalipia, nikatoka, nikaenda tena nyumba nyingine. Ili tu angalau yani pawai kukucha, naona huu mzigo wangu sije labda watu wanaona kama kila kitu kina kama wanakuona watu wote. Alafu nimeweka kwenye begi, hela zime kesho saa 12 begi hazijafunguliwa, nimeshafika. Hela yangu hapa jamani, yani hapo ngambia hii hela sitaki nirudi chochote. Mbona una hela alafu unataka unaniambia jamani, je pitisheni tu hivyo hivyo. Yani kwa kateni mnachotaka, lakini hela zangu zifanye nini? Sijui nenda kwa mwenyekiti, sijui unaniambia jamani mnacho nini, hela niwaletea hizi, hamna cha mwenye. Wekeni huko. Amina. Bahati nzuri yule mzee akasema unafanya nani? Akamwambia huyu mzee huyu mwenye account au kampuni fulani anidhamini yeye mwenyewe. Yeye andikeni hapo ndio. Akasema kama niko basi hamna shida. Kwa hiyo sikudhaminiwa na mwenyekiti au ni kwa ajili ya yule tajiri. Na yule tajiri akaweza kuniuliza tena, hivi zero ulienda kuzifanyia nini? Au uko wapi? Hata kunipigia simu. Nasikia? Amen. Hakufuatilia kwamba hizo fedha umezifanyia nini? Au kijana uko wapi? Kwanza nimesema, hizi fedha bora kidogo unafanyia nini hizi? Yeye anaona ni kidogo. Mwambie mzee zina mipango hizi. Hizi zinaenda kufikia watu wengi, maskini huko, madaktari. Sasa wanakaa mda ngambia, sema kidogo sana kijana. Au utahitaji msaada. Wakija tawala kwenye nani, kwenye roji zangu ili nikusaidia kwa sababu naona ni watu wazuri. Mwambie nikihitaji mzee nitakwambia. Hakuniuliza tena mpaka leo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuanzia hapo maisha yangu yanabadilika. Amen. Na nilimwambia Mungu, chochote utakachokupitisha ndani ya maisha yako, Baba nitakutumikia. Amen. Nikawa mwaminifu kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Hata kwa mapato yangu. Amen. Haleluya. Amen. Na kwa mipango yangu kwa ajili ya kuomba na kushauri. Na unyenyekevu huo niliupata kwa sababu ya kuweza kuwatii watumishi wa Mungu. Amen. Maisha yangu yalibadilika. Hata sasa naposema maisha yangu yamebadilika. Mataifa si kitu tena. Amen. Dili za mataifa, apostol kwa niambia, utaenda Marekani utarudi, utaenda Ulaya utarudi, watakutafuta hapa. Amen. Fedha ambazo kwa unazikimbilia kule za kukuta wapi? Hapa. Na niliona kweli yani kama upepo watu
fedha zinakuja. Haleluya. Fedha zinaingia. Alafu ninapokuwa na fedha naona kama sina chochote. Haleluya. Amen. Ninapokuwa na uhitaji pia wa fedha nakuwa kama ninazo. Ninapanga mipango kama ninazo. Haleluya. Ni kwa sababu ya mafundisho mazuri. Amen. Tumepata mafundisho mazuri ya kiroho. Amen. Sijivuni, nasema asante Mungu kwa sababu ya watumishi wa Mungu. Amen. Hata mimi na sababu kubwa sana. Na kwa sababu nasimama, mimi nakwambia ilikuwa hakuna hata ndugu zangu walikuwa hapo. Unatamani kuvaa vizuri, uweze kufanya? Unatamani kula mtu mwenye njaa, hata chochote kile kikinukia, unaona jamani. Maisha yote sampuli za kila aina za staili ile. Lakini Mungu alileta utoshelevu ndani ya maisha yako. Amen. Ninamshukuru Apostle Bishop Ngongori. Amekuwa msaada. Sisemi kwa sababu ya kutishia. Ninasema ambao kweli imekuwa reality within my life. Amen. Na haya tunasema popote pale nitakuwa. Kwa sababu maisha yangu yalibadilika. Amen. Yamebadilika. Amen. Mataifa yananitafuta mimi. Amen. Ninafanya kazi na mataifa makubwa yanayotoa misaada. Nikienda mahali vyombo vya habari vinakuwa nyuma. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yote haya ni kwa sababu ya kulelewa katika misingi mizuri ya watumishi wa Mungu ambao wamemjua Mungu kikweli kweli. Amen. Nisingekutana na watumishi hao, maisha yangu yangekuwa hayapo duniani. Si hata mashakani, naamini ningekuwa nimekufa. Kwa maisha ambayo mara ya mwisho nilitoka, nilikuwa nimetafuta nyumba sehemu ya matajiri kule pale Nairobi wanaita Westlands. Kwa hiyo nilikuja tu huku kama kuchungulia, alafu baadaye nirudi wapi. Kwa hiyo kulikuwa na hela fulani isubiri nitumiwe kutoka nchi fulani, nikalipie nyumba. Kwa hiyo niachane na maisha ya wapi? Niwe nafanya deal za huko alafu na kwenda nchi zingine. Kwa hiyo Mungu alivyonileta huku ni kwa makusudi ya nani? Kunikutanisha na watumishi hao. Huo ni shuhuda mdogo tu, nina mashuhuda mengi ambayo Mungu amefanya. Amen. Amen. Sikujua hata kama ningeweza kuendesha gari. Yaani kwanza ilikuwa gari leo naona sasa unapita mahali yani. Lakini gari ya kwanza nikaenda kununua, unatoa karatasi wewe mwenyewe. Hivi kama nimenunua gari. Nikarudia tena nyingine. Baadaye kaza roho inaniambia kumbe unaweza kununua hata ndege. Mungu haleluya. Kwa nini nasema haya? Mungu yupo, anaweza kubadilisha maisha. Amen. Haleluya. Amen. Tunapotii na kuwasikiliza watumishi wa Mungu, mambo ambayo unaweza kuyafanya wewe kwa miaka hata 20 40, kuna watumishi wa Mungu ambao tayari wana maelekezo yako. Amen. Nilitamani kuyafanya mambo haya muda mrefu. Nilikuwa na watu wamenianda, wapo nyuma yangu, wamishonari wazuri wananipenda, wananileta viatu. Lakini walifanya kwa sehemu yao. Amen. Lakini nikawa natamani sasa nitoke pale nifanye. Kwa nini bado niko maskini? Nitabadilika kivipi? Nikasema kama ni hivi siwezi hata kumtumikia Mungu. Nimelala kwenye matembe, nimechoka, nimekondolewa na mbuzi sijui na nini. Sasa Mungu niwezeshe. Kwa kweli huduma hii ilitoa mbali. Amen. Kanisa, kama umefika hapa, naomba uwe mwaminifu. Amen. Wasikilize watumishi wa Mungu. Amen. Watakupeleka mbali. Amen. Wana maono mazuri. Achana na makelele haya yanayosikika mbele huko sijui wapi. Adui yuko kila mahali. Amen. Hata kwenye familia si tunamuona jamani? Amen. Hata kwenye serikali si adui yuko pale? Amen. Mangapi yanafanyika, Boeing sijui mandege gani yanakuja, lakini si mnayasikia hata nyinyi? Lakini mambo yanayofanyika, ukifanya mambo makubwa, adui yuko pia kwa ajili ya kudhalilisha kile kinachofanyika. Mambo yanayofanyika katika kanisa hili ni makubwa katika ulimwengu wa roho na yale yanayoonekana. Hizi huduma za kimataifa. Na wewe ni mtu wa kimataifa. Amen. Na tumejipanga vizuri kwa sababu tunajua mataifa yanatufahamu. Amen. Na uwezo ule Mungu ameweka ndani yetu. Na tuna watumishi ambao wanaona mbali. Amen. Tuwape support. Tuwakubali, tufundishike alafu tunyenyekee. Amen. Mungu atatenda mambo makubwa ndani ya maisha yako. Amen. Achana na makelele yote. Nimeona Mungu akileta baraka. Nimeona fedha zikija. Nasema hivi nasema hivi hata account ya Tanzania ilikuwa naona kama mgogoro. Nikitaka kuhitaji hela ndio unaenda kuchukua, unaenda kubadilisha hizo zote sio baraka au ni baraka? Baraka. Baraka. Si unajua lazima una account za Tanzania sio nini, lakini mimi unaenda una nani hapo unachukua ndio unaenda kubadilisha. Kumbe nahitaji kufanya hizo, sio baraka jamani? Amen. Mungu atatenda kwako, si ndio? Haleluya. Piga makofi kama Mungu atatenda kwako.
Watumishi wa Mungu nawapenda sana. Amen. Mahali popote nitakapoenda na wanasema nina baba yangu, nina mama yangu. Amen. Na nina kanisa ambalo nalipenda sana kwa sababu limenitoa katika chini kabisa. Amen. Na sasa hata wale ndugu zangu wale waliokuwa na kila siku wananisalimia. Amen. Nimekuwa baraka katika familia. Amen. Na nimekuwa pia baba hata kwa taifa hili. Amen. Kwa sababu naleta misaada mingi kwa ajili ya taifa hili la Tanzania. Amen. Nasaidia watu wengi katika hili taifa la Tanzania. Amen. Kwa hiyo hii yote ni kwa sababu ya kukubali kuandaliwa. Kubali kufanya nini? Kuandaliwa. Tii mafundisho. Amen. Mafundisho ni lulu. Amen. Hayapatikani. Mimi nafahamu, nimeenda sehemu hayapatikani. Wengine wanagaribiwa kwa fedha nyingi kutaka kuyapata mafundisho kama haya. Mafundisho kama haya wengine wanayauza kwenye vitabu. Kweli sio kweli? Haleluya. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Upo mahali salama hapa. Amen. Na kwa muda mfupi kuanzia mwaka huu mpaka miaka ijayo tunapoenda, mabadiliko yatakuwa makubwa sana. Amen. Tutaenda katika viwango vingine tofauti kabisa. Amen. Na tutasikiliza kelele za adui. Kelele za adui tunafahamu. Mlevi akilewa unajua nyimbo zake. Amen. Na mtu mzima anapoimba unajua wimbo. Na watoto pia wana nyimbo. Haleluya. Na mtoto anapotoka anajua alipofanya nini? Alipotoka. Mama amezaliwa na wazazi. Ukienda kwa Mbeya sasa kwa sababu ndio unabakia huko kwa Mbeya, si ndio? Hapana, unarudi kwa wazazi wako. Haleluya. Asante sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Nawapenda. Mungu amewaita kwa ajili ya taifa la Tanzania. Watu ambao walikuwa wamechoka kama mimi, wapo wengi mmewainua, na Mungu amewaita kwa ajili ya mataifa mbalimbali. Wewe ni baba yangu, yule ni mama yangu, na Rehoboth Victory ni kanisa langu. Amen. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya haya. Mungu ni mwaminifu. Nakumbuka aliponituma alinipa ujumbe katika Isaya 61 mstari wa 1 mpaka 4 kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwafungua watu waliofungwa, kuwaganga moyo waliovunjika moyo. Alafu hapo hapo wakaweza kufunguliwa katika ile roho ya kukata tamaa, kuvunjika moyo, waliokuwa wamechoka, wamekata tamaa. Alafu wakapokea kuwishwa, wakavikwa taji za maua, wakashangilia, wakachanua tena. Amen. Kwa hiyo nina uhakika na neema ambayo Mungu amenipa. Amen. Na kitu tunachotafuta daima, tafuta mtumishi wa Mungu mwenye neema. Amen. Kila mtumishi wa Mungu ana neema yake. Amen. Tafuta mtumishi wa Mungu mwenye neema, anaweza kukusaidia. Amen. Ukisikiliza tu mafundisho yake, unajua kuna kitu kimegusa moyo wako. Kuna mabadiliko yamegusa. Ni kama nchi iliyokuwa nchi ambayo ilikuwa imekuwa kame miaka mingi, imekuwa jangwa, haijapata mvua miaka mingi, imekaliwa na ukame, lakini kipata maji sasa uwezekano wa kuchipuka upo. Amen. Unaposikiliza mafundisho haya, popote ulipo ya Bishop Nason Ngoingoyi, popote ulipo, sikiliza kwa njia ya Facebook, kwa njia ya YouTube, Bishop Nason Ngoingoyi,